Jua la utosi lilimkuta akiingia ndani ya jiji la Entebbe, kilomita nyingi kutoka mpakani mwa Tanzania na Uganda. Alikuwa ametumia usafiri wa aina tofauti tofauti kabla ya kuingia Entebbe, huku mara nyingi akiwa ametumia gari binafsi zenye kasi na ambazo mara chache hukutana na vizuizi vya askari. Mji mzuri ulimpokea kwa heka za watu waliokuwa wakijitafutia riziki halali na zisizo halali. Hilo hakujali wala halikumhusu na hakutaka liwe kipaumbele chake kwa lolote. Miguu ya kuku, akiwa na noti za dola kadhaa za Kimarekani, alifanikiwa kupata hoteli ya daraja la kati. Alikodi chumba alichohitaji na kisha akajipa muda wa kupumzika, huku akiwa na zoezi moja la kutalii ndani ya mji wa Entebbe ifikapo jioni. Alitaraji kufanya hivyo ili kutambua mitaa na nyumba zake, huku lengo lake likiwa ni kuiona nyumba nambari 607 ambayo hakujua ilikuwa mtaa gani ndani ya jiji lililojengwa na kujengeka. Alilala bila kutia chochote tumboni mwake, akiwa amefanya hivyo kwa lengo la kuwahi kuamka wakati yeye akilala mchana ili aanze mizunguko yake jioni. Mahali fulani ndani ya mji wa Entebbe kulikuwa na taarifa iliyokuwa ikifika mahali na kujadiliwa. Kuna jipya gani huko mtaani? Jamaa mmoja aliyekuwa amevaa kaptura kubwa yenye mifuko mingi aliuliza, huku akivuta sigara na kuuachia moshi mwingi uliosambaa ndani ya sebule kubwa iliyopambwa kwa samani za kisasa. Jipya ni kuhusu huyu jamaa, ameingia leo mchana akitokea Tanzania. Mnyitishaji wake alimjibu huku akimwonyesha picha kupitia simu yake. Jamaa akaitazama ile picha kwa umakini mkubwa, huku akiwa ameisahau sigara iliyokuwa ikiteketea katikati ya vidole vyake. Ni nani huyu jamaa? Aliuliza na kuirejea sigara yake. Ni muuaji wa kulipwa na si muuaji wa kawaida. Ana sifa lukuki za mafanikio ya kazi zake. Ni mtu hatari sana. Akikanyaga kwenye ardhi yako, basi kuna jambo anapanga kulifanya. Mlinzi alijibu huku akirejesha simu yake mfukoni. Unahisi yuko hapa kwa sababu gani? Jamaa aliuliza huku akizima sigara yake na kuitupia kwenye kitezo. Kuwa, mlinzi alijibu. Mimi au kuna mwingine? Bado hatuwezi kusahau kelele za Zibua Banda. Anaweza kufanya hivi, lakini Zibua Banda sidhani kama anaweza hata kutoa kauli. Hali yake ni mbaya sana tangu aliponusurika kuuawa miaka 3 nyuma. Anawezaje? Kila kitu kinawezekana. Kumbuka, tulisafisha kila kitu na kama atapata ahueni, ni lazima atakuweka kwenye kikango ili kurejesha vilivyo vyake. Mwanajeshi mpumbavu yule. Mfuatilieni huyu mgeni na msimuue kabla sijaonana naye. Sawa? Jamaa alisema na kuinuka. Akaelekea chumbani na ulinzi wake watatu waliokuwa sebuleni wakihakikisha ulinzi wake. Walimfuata na kuishia mlangoni wakati yeye akiingia chumbani. Mnyitishaji ambaye alikuwa ni mlinzi akusanyaye taarifa za aina mbalimbali ndani na nje ya Entebbe aliondoka baada ya kuagana na bosi wake na alienda kutoa maelekezo yaliyomhusu mgeni wa ajabu aliyeingia Entebbe akitokea Tanzania. Hatuna muda kupoteza. Ni mwendo wa bandika bandua, burudani juu ya burudani na simulizi ya Zuki Mwiba wa Chuma. Bahati Kisarwa Mwamba ndilo jina la mwandishi. Hii ni sauti ya Ibrahim Hussein na sisi ni Simulizi Club. Tunapatikana kupitia simu nambari 0743 217 523. Karibu katika sehemu ya 3. Saa 12 jioni ilimkuta Zuki Gado akiwa umbali wa kilomita 8 kutoka kwenye hoteli aliyokuwa amefikia. Alikuwa kwenye taksi aliyoikodi umbali mfupi kutokea kwenye hoteli aliyokuwa amefikia. Kutoka hapa hadi huko nakodhani nitaipata hiyo nyumba ni
Umbali gani umesalia? Zoki alimuuliza dereva. Haiwezi kuwa mbali. Umbali wa dakika 10 kuanzia sasa. Ni mtaa wa 3 ama wa 2 hivi ambao una nyumba zinazoanzia nambari 600. Dereva alijibu, kisha ukimya ukachukua hatamu, huku kila mmoja akiwa na laki kichwani. Dakika 8 baadaye, dereva alikuwa anaegesha gari kando ya barabara. Hapo tulipo ni mtaa wa Bagadano, mtaa ambao una idadi kubwa za nyumba zenye nambari 600 na hivi. Hivyo naamini nyumba unayohitaji inaweza kuwa miongoni mwazo. Na kushauri utembee kwa miguu ili uwe na nafasi nzuri ya kuipata hiyo nyumba. Dereva alimwambia, sawa, nimekuelewa. Zoki alijibu kwa ufupi, kwa kilipa kiasi walichokubaliana. Akashuka kwenye gari na kumruhusu dereva aendelee na safari yake ili kujitafutia kipato kwa watu wengine. Aliendelea kusimama kando ya barabara hata baada ya gari kuondoka. Alikuwa akikagua namba za nyumba zote zilizokuwa kando ya barabara. Barabara iliyotumiwa na wakazi wa mtaa huo, ambayo haikuwa barabara kubwa. Macho yake yaliendelea kukagua mtaa huo wenye nyumba nzuri na za kisasa, huku nyingi kati ya hizo zikiwa zimezungushiwa kuta ili kuficha yaendeleayo kwa wamiliki. Mtaa wa Wazito bila shaka, aliwaza, huku akijaribu kuufananisha mtaa huo na mtaa wa Masaki, Dar es Salaam. Alivuka barabara na kuhamia upande ambao aliona nyumba zake zikiwa na namba alizohitaji. Akachagua njia ya kawaida ambayo ilitumiwa na watembea kwa miguu kuzifikia nyumba zao. Macho yake yakiwa makini, aliendelea kukagua nyumba moja baada ya nyingine. Ukimya wa mtaa na wenyewe uliendelea kumfanya awe makini zaidi ili asije kushitukiwa na wenyeji. Haikumchukua muda mrefu kabla ya kuipata nyumba nambari 607. Aliitazama akiwa umbali mfupi na kuiona namna ilivyomezwa na ukuta mrefu uliokuwa umezungushiwa nyaya za umeme. Kamera za ulinzi na zenyewe zikiwa zimefungwa kwenye nyaya hizo kwa namna ambayo ilionyesha kila aliyekuwa akikaribia nyumba ile alikuwa akionekana. Nani anaishi kwenye nyumba hii? Alijiuliza, huku akipita kama vile hakuwa na habari nayo. Wakati alipokuwa akilipita geti la kuingilia, ndipo alipogundua nyuma yake kulikuwa na mtu akimtazama kwa tuo. Hakujali, bali aliendelea na safari yake kama wapita njia wengine. Nyumba inalindwa kuanzia nje, bila shaka kuna ulinzi mkali zaidi huko ndani, aliwaza. Kwa mazingira aliyoyaona, alibashiri kutakuwa na mtu mzito anayeishi ndani ya nyumba hiyo, mtu ambaye si rahisi kuingilika. Alihitaji kumjua mtu huyo kabla giza halijakolea, na sehemu pekee ya kuvuna taarifa za mmiliki wa nyumba hiyo aliijua. Safari yake iliulenga mtaa wa Gagajuro, mtaa uliochangamka sana na ni mtaa ambao kila biashara hufanyika, hasa biashara za magendo na uhalifu mwingine wa rejareja. Kwenye mitaa hiyo kulikuwa na mtu mmoja maarufu aliyefahamika kwa jina la Gachuma. Kwake kila kitu kilikuwa na thamani, iwe maneno ama bidhaa. Alichohitaji ni pesa. Taarifa za kila kona ya Entebbe alikuwa anazijua, na hata kama ungelihitaji kinyesi cha mtu yeyote aliyeishi ndani ya Entebbe, ni lazima angelikuletea kwa gharama mliokubaliana. Huyo ndiye Gachuma Itaro, mzaliwa wa Bunazi, Bukoba, na kulowea Uganda, na maisha yake kwa asilimia kubwa yalitegemea pesa ya Kiganda. Mbali na kuwa mjanja wa mjini, pia alikuwa ni mnyetishaji mzuri kwa askari polisi wa Entebbe na maeneo jirani, na kwa askari alikuwa hatozi fedha kuwapa taarifa, bali alihakikishiwa usalama wa kazi zake haramu. Hii ni sauti ya Ibrahim Hussein, na sisi ni Simulizi Club. Tunapatikana kupitia simu nambari 0743217523. Siku hiyo Gachuma alikuwa kwenye moja ofisi yake iliyokuwa pembezoni kidogo ya mtaa wa Gagajuro. Ofisi hiyo
huitembelea kila siku inapofika kuanzia saa 3 usiku hadi saa 4:30. Hukaa kwa saa 1:30 pekee na kuondoka kuendelea na ziara kwenye ofisi zingine za aina ile. Ofisi yake hiyo ilikuwa maarufu kwa uuzaji wa pombe za kienyeji ambazo huuzwa kinyume cha sheria. Mbali na hivyo, pia ilikuwa ni sehemu ya kuwahifadhi wahamiaji haramu watokao sehemu mbalimbali ndani ya Afrika. Wakati mwingine ilikuwa ni sehemu ya kuwahifadhi wahalifu sugu wanaotafutwa kwa udi na uvumba na serikali za nchi mbalimbali. Kitu kimoja ambacho wahalifu hao hawakujua ni kwamba kuna nyakati Gachuma aliuza taarifa zao na mwisho hujikuta ukiangukia mikononi mwa polisi siku chache baada ya kutoka mafichoni. Gachuma kupitia biashara hiyo alijikuta akiingiza kiasi kikubwa cha pesa, licha ya kiasi kingine kuwagawia polisi waliokuwa wakilinda uhalifu wake. Moja ya sifa kubwa aliyojenga kwa watu waliokuwa wakifanya kazi zake ni yeye kutokuwa nje ya muda. Ikiwa alitakiwa kufika saa 1, ni kweli hufika ndani ya muda huo. Kilichochanganya wengi ni pale walipoona hakuwa na usafiri mwingine zaidi ya baisikeli yake kizamani Chapa Avon, ambayo alifunga muziki mkubwa na urembo mwingine mithili ya msukuma Bariadi. Miongoni mwa wateja waliokuwa wakinywa ulabu wa kienyeji alikuwa ni Zuki Gadu, ambaye wakati wote alikuwa makini kutazama mwenendo wa mshale wa saa yake. Alimfahamu vema sana Gachuma na alifahamu ratiba yake matembezi. Saa 3 kamili muziki ulisikika hatua chache kutoka kwenye mabanda ya walevi. Wimbo wa Saida Karoli, Maria Salome, wimbo pendwa kwa Gachuma. Kila mtu alijua ni nani aliyekuwa anawasili. Walevi waliomzoea walipiga kelele za shangwe kwa kuona unafuu wa pombe za bure umekaribia. Ulikuwa ni utaratibu wake kuwanunulia pombe walevi wote kila alipofika hapo, na waliruhusiwa kunywa wale ambao tayari wamelewa. Alifanya hivyo ili kuwakwepa wacheza na fursa. Uchangamfu ulikuwa ni moja ya sifa yake. Alizima radio yake na kuwasabahi watu wote waliokuwa hapo, kisha akachukua kombe kubwa lililokuwa na mataputapu na kunywa funda moja. Kisha akarejesha kombe kwa waliokuwa wamenunua, akafurahi nao, kisha akaelekea kwenye moja ya kijumba chakavu ambacho kilikuwa ni kama ofisi yake. Kijumba hicho ni yeye pekee alikuwa na funguo zake, licha ya kwamba mlango wake hata kwa pigo moja ungeliweza kufunguka. Lakini ni nani ukufanya hivyo? Nani asiyejitaka hadi awaze kuvunja mlango wa ofisi ya Gachuma Itaro? Si walevi, si wageni, wala si wafanyakazi wake waliowaza kuhusu mlango wa ofisi hiyo iliyojengwa kwa udongo na kuezekwa kwa bati 3 pekee na zilitosha. Baada ya kuingia ofisini mwake, aliwashatana kuanza kufuta vumbi la kiti kilichokuwa mle ndani. Alipomaliza, alikaa na kusubiri makusanyo ya siku nzima kutoka kwa wasaidizi wake waliokuwa wakifanya kazi kwa mgawanyo majukumu pasina kuingiliana. Mfanyakazi wake wa kwanza aliingia akiwa na kibunda cha pesa zilizotokana na mauzo ya pombe. Mfanyakazi wa pili naye aliingia baada ya mfanyakazi wa kwanza kutoka. Huyu yeye alikuwa anahusika na taarifa za wahalifu waliojificha mashambani pamoja na wahamiaji haramu. Mfanyakazi wa tatu aliingia na kibunda cha pesa za makusanyo ya pesa za waomba taarifa mbalimbali na mawasiliano yao. Mfanyakazi wa 4 alikuwa na taarifa za usalama wa shamba lote. Kila mfanyakazi alikaa kwa wastani wa dakika 10 na sekunde kadhaa kabla ya kumwachia nafasi mwingine au nani na bosi wao Gachuma. Baada ya wafanyakazi wake wote kuripoti kwake, alibaki peke yake na maburungutu ya pesa zilizopatikana kwa njia mbalimbali. Alizihesabu kwa umakini ili kuzihakiki. Alipohakikisha hesabu ziko sawa, alichukua kiswaswadu chake na kuzitafuta namba za afisa mmoja ambaye kituo chake cha polisi hakikuwa mbali na shamba.
Alitaka kumpa mgao wake ili aendelee na ratiba zingine. Wakati akiendelea kufanya mawasiliano, macho yake yaliona mlango wake ukisukumwa na kisha mtu asimtarajia akasimama wima katikati ya mlango akiwa amemkazia macho. Alizubaa kidogo na sielewe kama alikuwa ndotoni au alikuwa kwenye uhalisia wake. Chuma kingali moto, alisema kwa kukwamakwama huku akikata simu iliyokuwa imeunganishwa upande wa pili. Chuma akiwashi moto, Zuki alisema huku akiusukuma mlango nyuma yake na kuufunga. Akapiga hatua na kusogea karibu na uso wa Gachuma. Una kumbukumbu kali sana. Imepita miaka mingi na bado unaukumbuka utambulisho wetu. Alisema na kuangusha tabasamu adimu kuonekana usoni mwake, hasa wapo kwenye harakati zake zenye mashaka na uhai wake. Siwezi kusahau kamwe. Vipo vingi vya kusahau, ila sio harakati zetu za operesheni Duma na namna tulivyoteseka mithili ya vikinda vya tai. Nakumbuka sana, Gachuma alisema na kusimama kumpisha kiti mgeni wake ambaye hajapata kuonana naye kwa zaidi ya miaka 15. Umewezaje kunifikia kirahisi namna hii? Alimuuliza. Kwani siku hizi una ulinzi wa Al-Shabaab? Nitashindwa vipi kumfikia mwendesha baskeli maarufu hapa Entebbe? Hilo ni swali kweli? Alafu umesahau kuwa sisi ni wana wa Duma? Umesahau kwamba harufu ya Duma waliokulia pamoja haiwatoki hadi kifo? Gachuma. Zuki alishangaa. Najua huna habari njema, nipashe nione namna ya kuzibeba habari zako. Gachuma aliamua kufupisha maongezi kwa kuwa muda ulizidi kumtupa mkono na hakutaka kuchelewa aendako. Hii ni sauti ya Ibrahim Hussein na sisi ni Simulizi Club. Tunapatikana kupitia simu nambari 0743217523. Kweli wewe ni yule yule wa jana na leo, hapotezi muda kizembe. Anyway, nahitaji taarifa za plot nambari 607. Zuki alisema kilichompeleka pale, huku akiwa anahangaika kuisachi mifuko yake iliyohifadhi dola kadhaa. No, wewe ni ndugu yangu, ndugu wa mapito ya hekaya za kweli. Gachuma alimzuia kuendelea na zoezi lake la kutaka kuzinunua taarifa. Unaongelea ule mtaa wa Vigogo? Aliuliza huku akifikiria kidogo. Akarejesha macho yake kwa Zuki na kutikisa kichwa. Inawezekana nisiwe sahihi, lakini hapo anaishi mtu mmoja anaitwa Daudi Nyuso. Huyo jamaa aliwahi kuwa mkuu wa jeshi la polisi hapa nchini, cheo ambacho hakukihudumu sana kabla ya kuondolewa kwa tuhuma za kutumia vibaya madaraka yake. Haikuishia kuvuliwa madaraka, bali na jeshini aliondolewa kabisa. Kilichokuwa nyuma yake ni tuhuma za kushirikiana na waasi wa Uganda wanaopigana vita nchini DRC Congo. Alikuwa akishirikiana na wanajeshi ambao hawakuwa waaminifu wa jeshi la Congo. Baada ya kuachishwa kazi, aliendelea na maisha yake na biashara zake nyingi zinahusu madini. Sasa hivi anajiingiza taratibu kwenye siasa za Uganda na tayari kwa kutumia pesa zake ameanza kupata ushawishi na kiasi fulani. Ni mtu asiyegusika hivi. Ana ulinzi, angalau unaelekea kukaribia makamu wa rais. Hafikiki kizembe yani. Gachuma alitua. Unaweza kupata angalau ratiba zake za hivi karibuni? Zuki aliuliza. Hakuna gumu, lakini itabidi nipate angalau saa chache za kufuatilia. Mawasiliano yangu ya siri ni yale yale miaka nenda rudi. Nisitue ikifika saa 7 za usiku. Gachuma alisema huku akimpa nafasi Zuki ya kuinuka kwenye kiti na kuondoka. Hakutaka kuendelea kupoteza muda ikiwa ameshatoa taarifa zilizoulizwa. Zuki aliondoka kama mzimo shambani kwa Gachuma Itaro.
Gachuma naye akaondoka kuendelea na ratiba zake, akiwa na kazi moja ya kufanya kwa saa chache zilizosalia. Nini kitaendelea katika mawindo hayo? Tukutane katika sehemu ya 4.